Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako pendwa cha Kenyan Media. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba uweze kulike video hapa jinsi ambavyo wamekuambia. Ukilike hii video itaweza kusambazwa. Alafu ninakuomba tafadhali uweze kusubscribe na uweze kuisambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi, hata status yako ya WhatsApp. Pole sana, nguvu za umeme eneo ambalo nipo zimeweza kukatika. Sijui watarudisha saa ngapi. Hii ndiyo Kenya ambayo tunaishi, wanachukua stima wakati ambapo wanataka. Wapenzi watazamaji, kiongozi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ameweza kualikwa na serikali ya Donald Trump, rais wa Marekani, na tunavyozungumza sasa hivi Kalonzo Musyoka ameweza kuwasili Marekani, na nimeweza kuona kanda ikisambazwa na timu yake ya media kwamba Kalonzo Musyoka ameweza kuwasili Marekani baada ya kupata mwaliko kutoka kwa serikali ya Donald Trump. Sasa kiongozi huyo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka anatarajiwa kufanya shughuli mbalimbali katika taifa hilo la Marekani, haswa kuweza kujijengea taswira tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027. Ziara hiyo ya hali ya juu, mpenzi mtazamaji, pia inatarajiwa kupiga jeki kampeni zake kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, ikizingatiwa kuwa fedha nyingi sana zinatarajiwa kutekeleza nafasi kubwa katika uchaguzi huo, na pia atatumia kuvutia dunia katika siasa za ndani, wakati ambao serikali inalaumiwa kwa kukandamiza uhuru wa raia wa taifa letu la Kenya. Say one term. One term. Mr. President, that is a clarion call in our country. This has become our second national anthem. Sasa ziara hii ya Kalonzo Musyoka kualikwa na serikali ya Donald Trump, mpenzi mtazamaji, imeweza kuogopesha serikali ya Bwana Ruto, haswa ikiwa imezingatiwa kwamba Kenya yetu inaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027 wakati kuanzia sasa hivi. Kwa hivyo katika barua ambayo nimeweza kuiona, mpenzi mtazamaji, Kalonzo Musyoka Kalonzo Musyoka ni miongoni mwa washiriki 3,000 ambao wameweza kualikwa, wakiwemo wakuu wa nchi, wanadiplomasia wakuu, watunga sera pamoja na viongozi wa kidini kutoka kote duniani ambao wameweza kualikwa kujumuika pamoja kwenye mkutano wa kidini Marekani. Na tunaelezwa kwamba vile vile Kalonzo Musyoka anatarajiwa
kutumia ziara hii au mwaliko huu wa serikali ya Donald Trump kuweza kupatana na Wakenya ambao wanaishi Marekani. Mnaelewa, Kalonzo Musyoka ni kiongozi mmoja wa wale ambao watakuja kutafuta viti vya urais mwaka 2027. Kwa hivyo lazima aweze kujinadi, aweze kujiuza, aweze kuuza sera zake kuelekea kwa Wakenya ambao wanaishi katika taifa la Marekani, aweze kuwauzia sera zake, jinsi ambavyo atabadilisha maisha katika taifa letu, jinsi ambavyo atarahisisha maisha. Na mnaelewa Wakenya wengi ambao wanaishi upande wa Marekani wanawekeza katika taifa letu la Kenya, na hakuna mtu ambaye ataweza kutaka kuwekeza katika taifa letu la Kenya mahala ambapo wanawekewa ushuru mwingi. Kwa hivyo Kalonzo anatarajiwa kupatana na Wakenya ambao wanaishi upande wa Maryland pamoja na Virginia, mahala ambapo atazungumza na Wakenya hao. We are not talking about united opposition. We are taking over the government from William Ruto next year. Inyu mwe tayari? Mwe tayari? Gavana ni mubeano ndo wa msimamo, lakini chungeni. Vile vile mwaliko huu, mpenzi mtazamaji, ninakueleza kwamba ni mwaliko ambao umeweza kushtua serikali. Sasa Kalonzo anatarajiwa kupatana na maafisa wa serikali ya Marekani na wataalamu wa Kenya walioko ughaibuni kuzungumzia masuala ya utawala pamoja na siasa za kikanda na kupiga debe azma yake ya mwaka 2027. Sasa tunaelezwa mkutano huo unalenga kuimarisha mawasiliano ya kisiasa ya Kalonzo Musyoka ya ngazi ya juu na kupanua uungwaji mkono wa kimataifa wa Kalonzo Musyoka kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Vile vile, mpenzi mtazamaji, ninaelezwa kwamba Kalonzo Musyoka anatarajiwa kukutana na viongozi kama vile Chris Coons ambaye ni seneta wa Delaware, ambaye ni mhusika wa kidiplomasia wa kikanda aliyesaidia kupatanisha Uhuru Kenyatta pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Vile vile tunaelezwa kwamba, mpenzi mtazamaji, Kalonzo Musyoka atatumia ziara hiyo kuweza kueleza mataifa ya nchi za kigeni azma yake ya kuwania kiti cha urais, jinsi ambavyo atarahisisha maisha, jinsi ambavyo ataunda uchumi wa Kenya, pamoja na jinsi ambavyo ataunda ajira katika taifa la Kenya. Second term labda urudie Sugoi secondary. Second term labda high school. Vile umetuonesha mzae jo. Umetupanga jo. Yana tuna para, ona vile nimeparara na nijipaka lotion asubuhi. Siku hizi hata wanaweka detergent kwa lotion. Yani economy imeharibika. Siku hizi mazee jo. Yani unajipaka mafuta na bado unaparara. Nimeparara mazee jo, cheki tu. Vile vile Kalonzo Musyoka anatarajiwa kupatana na viongozi wa ikulu ya Marekani, mahala ambapo atapatana na viongozi wa ikulu ya Marekani, washirika wa Donald Trump, kuweza kuwauzia sera zake, angalau waweza kumpiga jeki tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, kwa sababu tunaelewa, kwa mujibu wa vyanzo vinavyonifahamisha, vinaeleza kwamba makamu huyo wa rais wa zamani pia amepangiwa kukutana na maafisa kutoka ikulu ya Marekani pamoja na watu wanaohusishwa kisiasa ya Rais Donald Trump. Kwa hivyo tunaelezwa kwamba hii ziara ambayo Kalonzo ameelekea upande wa Marekani sio ziara ambazo ni za hivi hivi. Ameweza kualikwa na serikali ya Marekani, na tunaelezwa kwamba ziara hii, mpenzi mtazamaji, imeweza kupangwa na rais wa Marekani ambaye ni Donald Trump, na tunaelezwa kwamba Kalonzo anaenda kupatana na watu wa karibu
naye Donald Trump ili kuwaeleza azma yake ya kisiasa. Tunaelezwa kwamba Kalonzo Musyoka atatumia nafasi hii kuweza kutafuta marafiki ambao watakuja kumpiga jeki katika uchaguzi wa mwaka 2027. Unaelewa, uchaguzi, unajua kampeni inahitaji wawekezaji. Kampeni inahitaji watu ambao watawekeza pesa. Kampeni inahitaji pesa, na kampeni lazima uweze kutafuta marafiki. Hii ndiyo njia moja, au Kalonzo atatumia hii forum kuweza kutafuta marafiki, kutafuta wawekezaji, kuwauzia sera zake. Tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027. Vile vile, mpenzi mtazamaji, Kalonzo anataka kutumia wakati huu kuweza kuelezea taifa la Marekani zile changamoto ambazo Kenya tunapitia, hasa wakati huu tunapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, ikizingatiwa kwamba muungano wa upinzani umeweza kuhofia sana kwamba huenda pakawa na wizi wa kura. Juzi tu tuliweza kuona viongozi wa upinzani wakiongozwa na Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Matiang'i, Martha Karua waliweza kufika katika makao makuu ya IEBC, mahala ambapo waliweza kutoa malalamiko yao kwamba hawana imani kabisa na tume ya uchaguzi katika taifa letu la Kenya. Na wakasema kwamba hawana imani na hiyo tume kabisa. Kwa nini? Wanaona kwamba huenda pakawa na wizi. Kwa hivyo Kalonzo atatumia wakati huu kuweza kunadi na kuelezea zile changamoto ambazo huenda zikatokea kipindi cha uchaguzi, na huenda akapata usaidizi. Huenda mrengo wa upinzani ukapata usaidizi wa timu ambayo itakuja kuangalia kwamba pasikuwepo na kitu ambacho kinaitwa wizi wa kura. Sasa mwaliko huu wa Kalonzo Musyoka kuelekea upande wa Marekani, mpenzi mtazamaji, umeweza kuzua sintofahamu katika mrengo wa serikali. Kalonzo anaalikwa aje? How comes Kalonzo anaalikwa? Na unaelewa mpenzi mtazamaji, mwaliko huu wa Kalonzo Musyoka kama kiongozi wa upinzani kuelekea Marekani umeweza kuinua hadhi yake ya kisiasa. Umeweza kuinua cheo chake. Ni mtu ambaye anajulikana kimataifa. Statesmanship. Ni mtu ambaye anajulikana kimataifa. Atajulikana kwamba sasa yule ni kiongozi ambaye alikuwa ni naibu, ambaye alikuwa ni makamu wa rais na anataka kuwania kiti cha urais. Kwa hivyo lazima marafiki zake, namba moja, watampiga jeki akuje kugombea kiti cha urais. Namba mbili, lazima watakuja kuangalia jinsi ambavyo atakuja kuperform. Watainject pesa zao, watainject mashine zikuje kulinda kura zake. Na mwaliko huu wa Kalonzo Musyoka, mpenzi mtazamaji, umeweza kumuinua na kumweka mahala pazuri katika mrengo wa upinzani, kama ni mtu ambaye anaweza akapewa bendera ya muungano wa upinzani aweze kuipeperusha kuwania kiti cha urais. Juzi tu tumeweza kuona Kalonzo Musyoka ameteuliwa kuja kupeperusha bendera ya Azimio baada ya Raila Odinga kuaga dunia. Sasa jinsi ambavyo Kalonzo Musyoka anazidi kuinuliwa imeweza kushtua serikali. Itawezekanaje Kalonzo anaalikwa na Marekani? Kumbe ni mtu ambaye anatambulika. Mnaelewa jinsi ambavyo kila wakati tunapopiga kura katika taifa letu la Kenya pana kuwepo na madai ya wizi wa kura. Kwa hivyo Kalonzo ataomba Marekani kwamba waje kusaidia kulinda kura zetu katika taifa letu la Kenya, pasiwe na wizi, aswa kipindi hichi Wakenya wameweza kukata tamaa na serikali ambayo iko madarakani. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Ningeomba niweze kupata wazo lako kuhusiana na mwaliko huu wa Kalonzo Musyoka
kuelekea kwa serikali ya Marekani, na tunaelezwa kwamba mkutano huo au mikutano hiyo inalenga kuimarisha mawasiliano ya kisiasa ya ngazi ya juu ya Kalonzo Musyoka pamoja na kupanua uungwaji mkono kimataifa mwaka 2027 inavyokaribia. Tunaelezwa kwamba Kalonzo Musyoka anategemea kuja kuwania kiti cha urais, na kulingana na timu yake ya secretariat inaeleza kwamba mkutano huo ni mkusanyiko wa kidiplomasia. Kwa hivyo Kalonzo ataeleza azima yake ya kuwania kiti cha urais kuelekea kwa mataifa mengi, kwa sababu ninaeleza kwamba hafla hiyo ya maombi ya kimataifa huwaleta pamoja zaidi ya wageni 3,000 kutoka duniani kote. Kwa mgombea wa urais, uwezo wa kujenga mahusiano na mataifa mengi ni muhimu. Mheshimiwa Musyoka pia anatumia fursa hiyo kurai marafiki wake wa kimataifa kuunga mkono azma yake kuleta mabadiliko na kubadilisha Kenya endapo atachaguliwa mwaka 2027. Kwa hivyo tunaelezwa kwamba hii nafasi ambayo ameweza kuipata ataenda kuitumia vizuri, kuelezea mataifa kumuunga mkono, kwa sababu unaelewa kwamba lazima siasa inahitaji pesa. Kwa hivyo atatumia nafasi hii kuweza kueleza mataifa nafasi yake ya kuweza kugombea urais, anahitaji nini ili aweze kukuwa rais wa taifa letu la Kenya. Je, wazo lako ni lipi? Ninakueleza kwamba mwaliko huu wa Kalonzo Musyoka umeweza kuogofya serikali ya Bwana Ruto.